Hapo tunaona Mwenyezi Mungu ameuelekeza wito wake kwa wale walioamini imani kamili. Mwenyezi Mungu ameuelekeza wito wake kwa wale walioamini imani kamili. Imani ni nini? Ni tasdiqul qalbi, ni sadikisho alilosadikisha mwanadamu maamrisho ya Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu na makubaliano aliyokubaliana mwanadamu maneno ya Mwenyezi Mungu katika moyo wake. Tasdiqul qalbi, yani kusadikisha hiyo Qur'an, na isitoshe kusadikisha kimoyo moyo, bali wanazungumza mbele sana. Baada ya moyo kusadikisha, ulimi nao ukawa ni mwenye kutamka, ni mwenye kutangaza yale ambayo moyo imefanyaje, imeamini kwayo, yale ambayo imo ndani ya moyo, ile imani iliyo ndani ya moyo, ulimi ukatangaza, unasema, unatamka, unaamrisha, unakataza, unaelekeza, unafundisha. Huko ndiko imani. Tena isitoshe viungo navyo. Viungo ni nini? Viungo ni miguu, viungo ni mikono, viungo ni macho, viungo ni pua, viungo ni masikio, viungo ni sensi, akili. Viungo hivyo vitikisike kwa mujibu ya yale yaliyoamrishwa kwayo. Viungo vitikisike kwa mujibu ya yale yaliyoamrishwa kwayo. Yani viungo vitende kama vile moyo unavyoamini Qur'an. Na imani ikiwa imo ndani ya moyo, mkono utafanya Qur'an. Imani ikiwa imo ndani ya moyo, tamko litatoka kiimani, macho itaona kiimani, masikio itasikia kiimani. Ndio inasema kullu ina'in yandahu bima fihi, kullu ina'in yandahu bima fihi, kullu ina'in, kila chombo, yandahu, kinamimina bima fihi, kilichomo ndani yake. Ukifungua chupa ya Coca-Cola itamwaga Coca-Cola. Ukifungua chupa ya asali itamwaga asali. Ukifungua chupa ya subiri itamwaga subiri. Ukifungua mfereji ya maji itamwaga maji. Ina kila chombo kina mwaya kilichomo ndani yake. Sasa mwenye kuamini imani kamili, na imani inakaa moyoni, kinachotakiwa kimwagwe ni mwenye kuamini ni nini? Yale ya Mwenyezi Mungu kilichomo ndani ya moyo wake, ionekane katika mkono wake, ionekane katika uoni wake, ionekane katika usikizi wake, ionekane katika miguu yake, ionekane katika mitikisiko yake. Mwenye kuamini anatikisika ki-Qur'an, na huko ndiko kuamini. Na huko ndiko nini? Kuamini kikweli. Ndio Mwenyezi Mungu ameuelekeza maneno yake kwa hao watu walioamini imani iliyokuwa kamili. Ya ayyuhalladhina amanu, tena hiyo ni heshima kubwa. Hao watu Mwenyezi Mungu aliwaita nani? Waaminifu. Bosi akisema mtu wangu huyu ni mwaminifu, hapo certificate of merit, certificate ya kuonyesha huyu mtu kafanya kazi miaka 30 40, mtu mzuri mwaminifu. Unaona kitu yako sasa inakuwa kubwa, umepewa karatasi lakini sasa ile wewe unaona kunapewa kitu kingine kisichojulikana, ile wewe tu ndio unaona sasa ile kitu yako inakuwa kubwa namna hiyo. Na wale watu wengine wenzako wanapiga mkono na halala hiyo ya kidunia, lakini ya Mwenyezi Mungu hii ameita hao watu wake amani, walioamini. Na yule ambaye Mwenyezi Mungu kamaita mwaminifu ni mwaminifu kweli. Sasa tuaminifu kweli? Hiyo ndio kila mimi nijiulize, ni mwaminifu kweli? Au wewe ni mwaminifu kweli? Au sie tuaminifu kweli? Ikiwa si kweli, tuingie
kikamilifu katika uaminifu. Ndio Mwenyezi Mungu asema nini? Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kafa, enyi waja mlioamini imani kamili, ingilieni katika Uislamu wote. Mata kumdakhalu fi Islam kurawa ibara kurawa ijua wala sifata nas munafikin kurawa ibara kurawa ijua sifata nas tukumendi seminar tukumendi badaisha sawa saya badala Muislamu yadiso gani dulwajihin abwajihin abu satini usata binar bara usata bilal bara usata binar bilad usata bilal burhui ماذا؟ نعم يا أيها الذين آمنوا أني واجب من إيمان كامل اتقوا mcheni Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu uchiwa namna gani? Ni mtu kujikinga na kila aliyoyakataza Mwenyezi Mungu. Kila aliyosema Mwenyezi Mungu la, nao vile vile useme la. Kila aliyosema Mwenyezi Mungu no, nao vile vile useme no. Kila Mwenyezi Mungu aliyosema kwa naam, useme naam. Kila aliyosema Mwenyezi Mungu yes, useme yes. Hapo ndio utakuwa muumini. Hapo ndipo utakuwa nini? Muumini. Lakini Mwenyezi Mungu anasema yes, unasema no. Mwenyezi Mungu anasema no, unasema yes. Garopozi. Utakuwa miongoni mwa wale walioamini nini? Imani iliyokamilika. Anataka katika hiyo aya Mwenyezi Mungu anataka nini? Ya ayyuhalladhina amanu, waja mlioamini imani kamili, ya kwanza ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na makatazo aliyoyakataza Mwenyezi Mungu mjitenge nayo. Takona. Ya pili anasema Mwenyezi Mungu wakunu ma'as sadiqina. Wakunu ma'as sadiqina. Wakunu ma'as sadiqina, ni waja mlioamini imani kamili, kuweni pamoja na wenye kusema kweli. Kunkum min an-nas hakika kalam tasidik. Kunkum min an-nas hakika kalam tahsil. Sasa tumeona watu wachaji Mungu ni wenye kusema kweli, watu waaminifu ni wenye kusema kweli, watu wa Islam ni wenye kusema kweli. Hasifiki mtu Muislamu kusema uongo. Sawa? Sasa unaona Mwenyezi Mungu anataka kunu ma'as sadiqin. Maana Yesu ni amdani. Kun maana saligون صح. ايوه دائما muda ninabiishi fumuni tena kan 80 sana 70 sana 60 50 55 كأن يكون صفة الناس اللي كلام شنو؟ كأن يكون صفة الناس اللي كلام تاع صدق. يقول الناس كونوا مع الصادقين، كونوا مع الناس اللي كلام تاع صدق. وده إرشاد تمام، وإرشاد كامل تحيات، إرشاد تمام تلايف تحيات، وإرشاد كامل تمام تحيات تمشي تلايف. ربنا عزو منينا في حياة إننا في ده كنا كل ميانا سرقي كلام ده تأثير يعني نكون منكم تنسل تاكي كلمة سين كنا نكون فيكم في جين كنا نجين ما نسل كلام تأثير كنا نجين ما نسل كلام تأثير نبي كلام تأثير كنا نجين ما نسل كلام تكبس نبي كون كبسين هذا تفي هذا كلام كونوا مع الصادقين kuweni pamoja na wenye kusema kweli. Kuweni pamoja na wenye kusema nini? Kweli. Hao wenye kusema kweli sidiqin. Nao kina Abubakar, kina Umar, kina Ali, kina nani hao masahaba ambao Mwenyezi Mungu radhiallahu anhum. Utasema yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye kuridhia kwao, Mwenyezi radhi na wao. Kuna ukweli kama ule, kana ukweli kama ule. Ukweli ndio ufunguo wa ungwani. Ukweli ni ufunguo wa nini?
uungwana. Aya, kuthibiti kwanza katika dini. Huwezi kuthibiti katika dini mpaka uwe mkweli. Huwezi kusimama imara katika hiyo Islamu mpaka uwe nini? Mkweli. Na ukweli wa mtu Muislamu, uimara wa mtu Muislamu katika hiyo dini ni kuweka sheria mbele. Ni kuweka nini? Sheria mbele. Vitendo vyake mtu viambatane na sheria zake Mwenyezi Mungu. Vitendo vyake mtu viambatane na mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio unaona Rasul amesema nini? Qul, Mtume amemwambia qul ya Rasulullah, qul ya Nabii Allah, qul ya Muhammad, waambia watu ya Mtume Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Mkiwa nyinyi mwampenda Mwenyezi Mungu, nyinyi Waislamu, mkiwa madai kuwa mwampenda Mwenyezi Mungu, hamtampenda Mwenyezi Mungu kikweli na kikamilifu mpaka kwanza munifuate. Fattabi'uni, mpaka mimi munifuate mimi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munifuate kwanza. Kama ninavyofanya, fanyeni kama ninavyofanya. Ndio ni dalili ya kuwa nyinyi mwampenda Mwenyezi Mungu, na baada ya kumfuata ndio Mwenyezi Mungu naye vile vile atareply mapenzi yenu, na vile vile atawapenda. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, munifuate mimi Muhammad yuhibbukum Allah. Ukitaka Mwenyezi Mungu awapende, mfuate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kama tunapata nibiteko tabakum nabii sallallahu alaihi wasallam. Tabakum nabii sallallahu alaihi wasallam. Bas wakunu ma'a sadiqin. Anasema Mwenyezi Mungu akiwaamrisha waumini kuweni pamoja na wenye kusema ukweli. Sasa ukweli wenyewe ni kufuata sheria na kupitisha maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuwa na taa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ona, Mtume anasema nini? Anasema inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Ona faida ya kusema kweli. Nini faida ya kusema kweli? Anasema Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa inna sidq, hakika bila shaka ukweli, yahdi, unaongoza, ila albir, katika wema. Ukweli unaongoza katika wema, katika uzuri. Ukweli unaongoza katika uzuri. Sawa? Ukweli unaongoza katika nini? Uzuri. Ijapo ukweli chungu, unaongoza katika uzuri. Ijapo ukweli unaona ngwado Abdalla yazo kemiri kemiri asila al-mur godi fi shikaladi, asila al-kemir godi shikaladi. Sawa? Mata ni murta asil makemir tasil kutu asil fi hishma tasil. Sawa? Sawa. Bas inna sidqa, kabla shaka ukweli, yahdi ila albirri, unaongoza katika mazuri. Wa inna albirra, na kabla shaka mazuri, yahdi ila aljanna, unaongoza mtu kupeleka katika janna. Ukifuata mazuri mema matupu haya leo sema Mwenyezi Mungu na Mtume, hayo mazuri yatakupeleka mpaka itakuangusha katika janna. Rasul ndio amesema. Na anatuambia wa innal kadhiba, na kabla shaka urongo ambaye hiyo leo ni peremende.
urongo nitaambia vizuri na lalata tamu na lalata peremende huo urongo yahdi ila alfujur. Urongo unaongoza katika kila maovu. Maovu yamekithiri katika ulimwengu kwa sababu ya urongo. Machafu yamezidi katika ulimwengu kwa sababu ya urongo. Mabaya yamezidi katika ulimwengu kwa sababu ya nini? Urongo. Innal kadhiba, kabla urongo, yahdi ila alfujur, unaongoza katika maovu na machafu. Wa inal fujura, na kabla shaka maovu yanaongoza, yahdi inaongoza ila nar, inaongoza katika moto. Maovu yanamuongoza mtu nampeleka wapi? Motoni. Sasa kwa mujibu wa aya aliyosema Mwenyezi Mungu na amri aliyotoa Mwenyezi Mungu akamwambia kunu maa sadiqin, kuweni pamoja na wenye kusema kweli, tujigeuze tuwe wasemaji nini? Kweli. Tujigeuze tukae pamoja na wenye kusema kweli, na tukiwa wa kweli hata tutupa Mwenyezi Mungu, bali nusura ya Mwenyezi Mungu itatupata. Kana kuna nasa kamta asin Mwenyezi Mungu mbiti rabana mbiti dina musa tarabuna bosu nena. Anasema Mwenyezi Mungu, anasema nini? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah, hakabla shaka Mwenyezi Mungu, la yughayyiru, habadilishi, ma biqaumin, hali walio nayo watu nyoyoni, hata yughayyiru, mpaka watu wenyewe wabadilishe, ma bi anfusihim, yale yaliyomo katika nafsi zao. Nafsi ndio inabeba machafu yote, mpaka ugeuze machafu yaliyoko katika nafsi uwabadilishe kwa mazuri, na Mwenyezi Mungu atabadilisha hali. Kama hapa ndani hujabadilisha, hapo nje hata ukivaa suti permanent place 3 pieces nothing, bure. Lala kafuna kila mtu, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, Rabbuna magigiru hal tanat, Rabbuna magigiru sunu magigiru hal tanat hatta yughayyiru ma bi anfusihim, likana nasi yadum giru kalama alfi fi nafsi tumu batala alfi fi nafsi tumu, likana nasi yadum giru ana sabu kubatala na demu jada bara seme talala na mojibu molukutu seme tarasuna de mojibu molukutu jona side ini ya Rabbuna kama bigiru hal tanat ya Rabbuna bigiru hal tanat bankala staamuru kubatala tajada tijib seme takutu nakuna bigiru hal tanat. Lakini nisitafanya batala ni tamla fijo brief case take tamla fijo suit case take abdala batala amla sema nitakoro kutuwe nini endi sinafa ma endi sinafa. Inna Allah, kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, la yughayyiru ma biqawmin, habadilishi hali walio nayo watu, hata yughayyiru ma bi nafsihi ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe watu machafu yale waliomo ndani ya nafsi zao. Na machafu hayo ni ushirikina na kibri na riya na husuda na ujeuri na mengineyo na urongo na fitina na sengenya na nani. Hayo ndio machafu hayo, mpaka uondoshe kwanza, ndio Mwenyezi Mungu ataweka katika hali ya watu watakasifu. Lakini pasina kuondosha hayo tutaoza kule ne bisoku aje kanso bisoso gamuru kuriha aje kanso bisoso kabi zo gisume mboina aje de soku kana waje masoku ngoni fisu aje soku ngoni aje na vidas de bid no video kiwa de city council medicine yaina wajana fi nafsi tena de ya jana batala asa Rabbana azusu Rabbana Mwenyezi Mungu anatutakia sisi ya walladhina amanu, enye waja mlioamini imani kamili, takullah, mcheni Mwenyezi Mungu, wakunu maa sadiqin, na kuweni pamoja na wale wanaosema maneno ya dini ya kweli.
na hao wasemao maneno ya kweli ni hao masahaba waliokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kweli katika daraja hii, wale masahaba wao si mitume, bali wao ni wanadamu. Wao ni wanadamu, tunaweza kuwaiga hata mtume vile vile anaigwa. Mwenyezi Mungu alisema nini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi watu wa Islam, nyinyi watu waumini, kana lakum fi rasulillahi, mnayo nyinyi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana, kiigizo chema, sampuli nzuri kabisa ya kuiga. Uswatun hasana, kiigizo chema cha kuiga, adabu nzuri kabisa ya kuiga. Chumeni, chukueni, pokeeni kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiuzu, bali sunnatu muttaba, sunnatu ya kufuata. Ukifuata ile jipachika na wewe basi, خلاص umeweka katika vitendo vyako, unakuwa nitabu. Niko hapa, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Tazama, asema Mwenyezi Mungu, ma kana li ahli al-Madina, si wajibu wala haipasi, haifai kwa watu wa Madina, wa man haulahu, na watu walioko pembezoni mwao. Haipasi kwa watu wa Kibira na wana haulahu, hao watu walioko Lamata, Rugai, walioko Kere, hao walioko Kirerezwa, hao walioko Kasarani, hao walioko Ruai, hao ndio walioko pembezoni wa Kibira. Haifai. Anasema mwenyewe, ma kana li ahli al-Madina, haifai kwa watu wa Madina, waman, na watu ambao haulahu, walio kando kando ya Madina. Haifai kwa min al-Arab, hao watu miongoni mwa mabedui. Hao mabedui haifai kwa an yatakhallafu, wabaki nyuma ya rasulillah, wabaki nyuma ya rasul. Wasimfuate kwenda katika Tabuk, wasimfuate kwenda katika jihad, wasimfuate kwenda katika vita. Haifai. Rasul aende sallallahu alaihi wasallam, sisi tusalie. Haifai. Sawa wakazi wa mji na wakazi wa mashamba yote, haifai kwao kukaa na Rasul ametoka. Rasul akitoka, tokeni. Wala yarghabu bi anfusihim, na wala watu wasijipende nafsi. Ona maneno ya Mwenyezi Mungu anasema, wala yarghabu bi anfusihim, watu wasipende nafsi zao. Kila nafsi maibu nafsi tumon abdala, wala yarghabu bi nafsi bi anfusihim. Anas kila maibu nafsi tumon an nafsi min nafsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kila maibu mon futu Rasul, mata ibita futu Rasul, ibu Rasul yale tije ibita. Ya sana agedero abdala kilichotakikana Rasul awe mpendwa wetu namba 1, alafu sisi wenyewe tujipende wa pili. Lakini tukiwa tunajipenda nafsi kwanza, basi imani bado hapana. Imani katika nafsi inakuwa nini? Bado haijakamilika. Imani kamili mpaka mtangulize Rasul sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi yako. Katika kila kitu mtangulize Rasul kuliko nafsi yako.
dhalika makatazo hayo aliyokataza Mwenyezi Mungu. Kataza nini Mwenyezi Mungu? Msijipende kuliko mtume, yani pendeni mtume zaidi kushinda nyinyi binafsi. Sawa? Anasema, anakataza nini Mwenyezi Mungu? Wala yarghabu bi anfusihim, na waumini au hao watu waliko kando kando ya miji ya Madina wasipende nafsi zao anafsi kuliko nafsi ya mtume. Wakikataa kwenda katika Tabuku, wanajipenda kuliko nani? Kuliko mtume. Mtume ameenda na wao wakajipendekeza wasiende. Ndio sasa watu wasijipendekeze nafsi kumshinda nani? Kumshinda mtume. Mtume akitoka nene dhalika, yani sasa kuna kukataza wasijipendekeze watu biannahu, kwa kuwa hakika bila shaka watu la yusibuhum dhama'un, haitawapata watu kiu katika kwenda jihad, wala nasabun, na wala haitawapata watu tabu katika kutoka katika kwenda jihad, wala makhmasatun, na wala haitapata watu njaa fi sabilillah kwenda katika kupigana jihad, wala yatauna mawti'an, na watu hawatakanyaga mahala pa kukanyaga yaghidul kufar, inayowakasirisha makafiri. Makafiri wanakasirika Waislamu wakitawala ardhi yao, na ndio Mwenyezi Mungu anasema wala yatauna mawti'an yaghidul kufar, na wala watu hawatakanyaga ardhi inayowakasirisha makafiri kukanyagwa. Wala yanaluna min aduwwin nailan, na wala watu hawatawapatishia maadui zao watakachowapatishia kwa kuwaua au kuwateka. Wala yanaluna, hawatapatisha min adui, kwa maadui wao nela kinachopatikana yanapatishwa kwa maadui kama kuwateka vita na kuwaua. Hayo yote illa kutiba lahum bihi amalun salih, hayo yote huwa inaandikwa kwa mwenye kujitokeza hivyo, anafanya hiyo kazi nzuri. Anapochukua na kiu katika jihad, anaandikiwa amalun salih, thawabu. Anapochukua na taabu, anaandikiwa amalun salih, anapata thawabu. Anapochukua na njaa, anaandikiwa thawabu, anapata ujira. Anapotoka katika sabilillah, anapata thawabu. Anapokanyaga Fursi, Rumania, nchi ya watu makafiri, kwa ajili ya sabilillah, anapata thawabu, anapata ujira. Na watu wasijali kuwa nimekwenda jihadi ndio nimefariki, nimekwenda jihadi ndio nimetekwa mateka, nimetoka kwenda jihadi nimekatwa mguu. Hapana. Wala yanaluna, wala hawatapatisha hawa waumini min adui, kwa maadui nela ni watakachokipatisha na kuwapata wao, illa kutiba lahum bihi amalun salih, bila hiyo yanaandikwa kwa vitendo vizuri. Yoyote yale yanayopata waumini katika shida juu ya hiyo dini, katika utetezi wa kuitetea hiyo dini, kuitetea Islam, wanaandikiwa vitendo nini? Vizuri. Inna Allah, hakika bila shaka ya Mwenyezi Mungu, la yudhi'u ajra al-muhsinin, Mwenyezi Mungu hapotezi, haporomoshi ujira wa watu wema. Ujira wa watu wema Mwenyezi Mungu hapotezi. Ndio yani, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sasa Mwenyezi Mungu ma'al ladhina taqaw, yuko pamoja na wale watu wanaojikinga na maovu. Hakuna fi maana
الجدار من كلا وسكان من كلا وسكان ربنا فيما أنس الجدار من كلا بطال ربنا فيما أنس الجدار من كلا ذنوب الذين تقوا والذين هم محسنون وربنا فيما أنس الجسو سامي أنس الجسو سامي ده ليس هذا كتاب أمر الله أمر الرسول كتاب الله سنة الرسول أنا سبحان ربنا فيهم ناسين ربنا ما فهمنا ناسي الله ربنا ما فهمنا ناسي رسول ربنا ما فهمنا ناسي كتاب الله ربنا ما فهمنا ناسي سنة الرسول ربنا ما فهمنا ربنا ما فهمنا ديوان إن الله كما يشكو من يسمو لا يضيع hapotezi أجر المسلمين ujira wa waja wema ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Anasema Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu wala yunfikuna, waja wema hawatatoa nafaqatan saghiratan, matumizi madogo, wala kabiratan, wala matumizi makubwa katika jihad. Waumini hawatatoa matumizi madogo au matumizi makubwa, ili kila mmoja atapata ujira kadiri ya kile alichokifanya. Au Mwenyezi Mungu atatizama ikhlas, utakasifu wa nia katika kule kulitoa. Madamu mtu katoa tende moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anaona Mwenyezi Mungu huyu mtu anatende hizo 2 au 3, ndio akatoa moja. Hana ndio ametoa. Wewe ulio na 3 ukatoa moja, ni sawa na hii? Ni sawa na hiyo. Huyu ametoa kwa ikhlas, ametoa potri ambaye ametoa kufa na kupona, wacha iende katika sabilillah. Wacha iende katika sabilillah, kama vita katika ya vita ya Abdurrahman bin Auf ya Tabuk. Alitoa nini? Ngamia 200. Ngamia 200 ni ngamia ilikuwa ikienda katika biashara, imebeba bidhaa ya biashara ikienda Sham. Ndio habari mtume huyo watoka enda katika Tabuk na Abdurrahman wenda safari ndio biashara isiyopata hasara iko hapa. Biashara isiyo na hasara iko hapa. Mtume anatoka huko na tabu au vile anatembea kwa mguu na shida na nini. Biashara iko hapa. Basi haya. Hivyo mali ya biashara, vyakula na nini hizo zote isaidie jeshi ya Islam. Ngamia hizo zote isaidie jeshi ya Islam. Sasa nimegeuza mkono. Wala nilikuwa nikienda katika trade, nikienda katika biashara, sasa nienda katika biashara ya Mwenyezi Mungu kununua jana. Ameacha kama kwenda huko. Sasa hawatatoa, la yunfikuna, waumini hawatatoa nafaqatan saghiratan, matumizi madogo katika jihad, wala kabiratan, wala hawatatoa nafaka kubwa katika jihad kama alivyotoa huyu bwana Abdurrahman, wala yaqta'una wadiyan, na wala hawa waumini hawatakata bonde, yani hawatapita katika mabonde wanayosafiria kwayo, illa kutiba lahum, ila hao watu wataandikiwa wao malipo ya amali yao walioyafanya, kazi walioyafanya, na kutoa kwao kitu walichokitoa. Mwenyezi Mungu atawaandikia khairi hao watu. Liyaji Allah ahsana ma kanu ya'malun, hapo Mwenyezi Mungu atawalipa kwa uzuri zaidi ya vitendo vizuri waliokuwa wamefanya. Alikuwa ametoa mmoja
analipiwa 10 moja kwa 10. Sasa nia yake ni nzuri, ikhlas, anayo ikhlas 1 kwa 700, 1 kwa 700, nia yake ikhlas, nia yake tapotela bali Islamu itukuke. Faliyakun kalimatullahi hiya al-ulya waliyakun ana asfal, niyo chini na kimaneno ya Mwenyezi Mungu la ilaha illa huwa juu, huyo anapata kwa hiyo moja yake 700. Na ndio watu waliotangulia katika hiyo Uislamu walichuma katika hiyo Uislamu kile ambacho kimewapatishia nini radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu ameridhia na wao, Mwenyezi Mungu ameridhia na wao kweli kweli, walishika hiyo Uislamu kuwa ni kipawa walioletewa na Mwenyezi Mungu, kuwa ni amana ya Mwenyezi Mungu. Katika Uislamu kuwa ni amana walioletewa na Mwenyezi Mungu, mpaka hiyo Uislamu hata ilikuwa inayo nini, bendera yake. Hiyo bendera ya Uislamu ilikuwa ikiwekwa katika mkono na yule mtu shujaa wa akili, shujaa wa maarifa, shujaa wa imani, shujaa wa imani. Kwa anasema dhamana ya imani haiachi katika mkono ulio hai. Dhamana ya imani hauachi katika mkono ulio na khiana, na mkono ulio na khiana si mkono inaoaminiwa katika hiyo Uislamu. Mkono ulio na khiana sio mkono inayoaminiwa katika hiyo Uislamu. Abdalla dikelamu amana, dhamana ta amana ta Islam makisibu fi ida khain, makisibu fi ida khain. وكل إيدا الخاين ميدة التأمين في الإسلام، كل إيدا خاين ميدة السنة التأمين قابلين في الإسلام. في سبيل أمانة الإسلام يسوي في إيدا الناس متقين، أمانة الإسلام يسوي في إيدا الناس متقين، ضمانة الإسلام يسوي في إيدا الناس متقين. إذا كان بندرة الإسلام يسوي لنا الناس شجاع الإيمان، شجاع inna lillahi. Cha kumwomba Mwenyezi Mungu, tumwombe Mwenyezi Mungu atupe sisi uwezo wa kuinusuru hiyo Islamu. Hatutaweza kuinusuru hiyo Islamu mpaka kwanza tusimame tufanye kama alivyokuwa akifanya Mtume, na hatutaweza kufanya kama alivyofanya Mtume mpaka kwanza tumpende Mtume. Ndio Mwenyezi Mungu atatuwafikishia mapenzi yale, kutufunulia njia, na wema wetu na uzuri wetu umo katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Umri hii iliyosalia ufanye kazi ya kuamrishana mazuri na kukatazana maovu. Umri nus alfadul tenne wode kenna so kazi ta amsha batum fiso seme wa abusu batum fiso batali. Ya jamaa tulisi alfadlu wode kila sabana gumu, kila lata sabana gumu kena amsha batum so seme na abusu batum so batali. Taatullah yakena sabana tabu, taatullah yakena gelu bolata, taatullah yana dakhal muflid ukrabuna jalina kalasu
ربنا كرسينا في طاعة الله ربنا كرسينا وحسن الخاتمة ربنا كرسينا على سسيمة ربنا كرسينا من الناس الإسلامية نموت الناس على الإيمان نموت الناس على رحمة ربنا في براسه ربنا يأتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع نفوسنا اللهم اجعل القرآن ربيع عقولنا اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا اللهم ربنا حبب القرآن في نفوسنا اللهم ربنا حبب القرآن في عقولنا بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من التالين لكتابك آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك ورب من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإن كانوا مسلمين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسلمين فتجاوز عنهم ونقم برحمتك الأمن يا رب العالمين. اللهم اغفر لمشايخنا ومشايخهم ومشايخ مشايخهم ومعلمين ومعلميهم ومعلم معلميهم وذوي الحقوق علينا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على خير خلق نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله